Kwanza kabisa ninamshukuru Mungu kwa ajili yako. Ninamshukuru Mungu kwa kuwa ni mtu ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi vyetu mahali hapa. Tabasamu lako ndio msiba wa maadui zako, na huzuni yako ndio furaha ya maadui zako. Sasa wewe ndio utachagua maadui zako waone jambo gani katika maisha yako, waone tabasamu lako ama waone huzuni yako. Lakini mimi ningekushauri, ningepata kukwambia, huzuni ni mwiko kuona adui yako siku zote. Hata kama unapita magumu, basi make sure adui yako akukute unatabasamu. Kuachika sio mwisho wa dunia, kusalitiwa sio mwisho wa dunia. Hayajaanzia kwako. Kama kusalitiwa ilianzia kwa Yesu, lakini sio kana kwamba ilisimamisha kusudio la Yesu. Hapana, lazima kusudio la Yesu lilitimia. Kumbe hata wewe kusalitiwa sio mwisho wa maisha yako, ni kaka jambo fulani ambako kanakuja kukamilisha kusudio lako. Kuachwa, kutelekezwa sio kwamba imeanzia kwako. Ilianzia kwa kina Yusufu, walitelekezwa na ndugu zao, waliuzwa utumwani na ndugu zao. Haijaanzia kwako kukataliwa. Kumbe sio mwisho wa dunia. Sasa hii ilikuwa ni msemo wa siku ya leo kwa ajili ya kuinua moyo wako, lakini somo letu linaitwa siri ya kumiliki katika udongo. Imekuwa ukisikia watu wakisema leta udongo wa nyumbani yako, leta udongo wa shamba lako, sijui leta udongo wa nini tuweze kuviombea. Yamkini ulipeleka udongo, haukujua unapeleka kwa sababu gani. Kwa sababu imekuwa ni desturi ya watu wengi sana kusimama na kuombea watu, lakini hawawafundishi watu ni jinsi gani wanaweza wakatoka katika matatizo ambayo wako wanapitia wao. Na hii ndio maana wamekuwa kila itopo leo watu wanaomba, wanalia, wanaomba, wanalia, hawajapata kuona njia. Basi kaa mahali hapo kwa kutulia, alafu unaweza ukajipiga kifua chako, alafu ukasema leo naenda kuijua siri iliyopo katika udongo. Sasa ninapozungumza neno udongo, basi neno udongo katika maandiko matakatifu limezungumzwa katika awamu tatu. Katika hizi awamu tatu basi limezungumzwa kwa maneno tofauti tofauti. Limeanza likizungumzwa kama udongo, alafu namba 2 likazungumzwa kama ardhi, alafu namba 3 likazungumzwa kama nchi. Sasa ukisikia neno ardhi, ukisikia neno nchi, ukisikia neno udongo, basi ujue ni kitu kinachozungumziwa ni kimoja. Unajiuliza, inakuwaje ni kitu kimoja? Basi tutaanza hapo mavumbi. Kwa nini mavumbi? Ninaposoma ile Mwanzo 2:7, maandiko matakatifu yanapata kuniambia namna hii. Yanasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Sikiliza, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Basi hapo tutapata kuona udongo. Alafu je, tunapata wapi tunaposema ardhi? Nakuta tunasema ardhi. Je, tunapata wapi? Ninaposoma ile Ayubu 28:5 inapata kuniambia katika ardhi ndimo chakula kitokapo. Katika ardhi, katika ardhi ndimo chakula kitokapo. Kumbe katika udongo ndimo chakula kitokapo, katika ardhi ndimo chakula kitokapo. Chakula hakiwezi kikatokea juu, basi kitatoka katika udongo ama katika ardhi, mtu wa Mungu. Na hii ndio maana nikakwambia, ukisikia udongo, ukisikia ardhi, basi elewa imezungumza kwa kitu kimoja, ya kwamba hiki ni kitu kimoja. Sasa je, kwa nini tunasema nchi? Ama nchi nayo inamaanisha udongo. Wamkini unajiuliza, wengi wanajuaga nchi ni nini. Nchi tunaposema iko inamaanisha ardhi ama inamaanisha udongo. Na hiyo utasoma wapi? Utasoma katika Yeremia 22:29, inasema nchi, 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 lisikieni neno la Bwana, lisikie neno la Bwana. Hapa anazungumza na ardhi, hazungumzi na kitu kingine, bali anazungumza na ardhi, anazungumza kama udongo. Sasa somo letu la leo nataka nikufundisha kwamba, je, una uhusiano gani wewe na udongo? Kuna uhusiano gani kati yako wewe na udongo? Mfano mkubwa ni huu hapa. Thamani ya mwanadamu huwa haishuki, bali thamani ya mwanadamu huwa inaongezekaga kila itopo leo. Labda yeye apende kujishusha thamani yake yeye mwenyewe. Siku zote mwanadamu yeye akijishusha thamani, basi ataonekanika hana thamani. Lakini thamani ya mwanadamu yoyote aliyoumbwa na Mungu kwa udongo ama katika ardhi ama katika nchi, huyu mtu thamani yake huwa
huwa haishuki katika dunia hii. Mfano mzuri sana, unazaliwa ukiwa mtoto, ukiwa unategemea wazazi. Wakati unazidi kukua, mwisho wa siku wazazi wanaanza kukutegemea. Mwisho wa siku kuna watu wanaanza kukutegemea, ina maana thamani yako inapanda. Mwisho wa siku unapokuwa mzee, wanasema mzee mwenye hekima, na hiyo ndio maana hawahitaji vijana njoeni mtatue tatizo mahali hapa, bali utakuta wakiita wazee. Wanasema wazee, inabidi tuite wazee wafike mahali hapa. Na hiyo ndio maana hata nikienda mbinguni nitakuta kuna wazee 24. Kumbe thamani ya mwanadamu siku zote huwa haishuki. Anavyozidi kupanda juu, basi thamani yake huwa haishuki. Sasa ni kitu gani kingine katika dunia hii ambacho thamani yake huwa haishuki, bali thamani yake yenyewe huwa inapanda kila inapoitolewa? Nikizunguka katika dunia nitakuta kitu kingine pekee ni ardhi. Ardhi peke yake thamani yake huwa haishuki kwenye dunia, bali huwa inapanda kila itwapo leo. Mfano mdogo, mahali ambapo amenunua baba yako na mama yako pale kwenye nyumba yenu. Ukienda pale penye nyumba yenu hapakuaga hivyo. Pale unakuta anakuambiaga hapa tulinunuaga kipindi hicho 28,000. Hapa tulinunuaga kipindi hicho 100,000. Hapa tulinunuaga kipindi hicho milioni 7. Hapa tulinunuaga kipindi hicho sijui pesa ngapi. Lakini ukienda ukiuliza leo mahali hapa tunataka kupauza, je, tunapauza shingapi? Utakuta panapanda thamani. Ardhi ambayo iliuzwa 700,000 mwaka jana, ukija leo hawatauza 700,000, utakuta inauzwa milioni 3. Kwa nini milioni 3? Kwa sababu inapanda. Kumbe vitu katika dunia hii ambavyo huwa vinakuaga na thamani yake huwa haishuki maidia, ni ardhi na mwanadamu ama na mtu. Kwa nini? Ni kwa sababu hivi vitu viko na uwiano. Unaweza ukanunua gari hata milioni 100. Yani ile ukitoka nayo showroom tu papu, ukija nayo mtaani papu, siku moja hauwezi ukaiuza ile milioni 100. Lazima itapungua. Kwa nini? Sio kawaida yake kupata thamani. Unaweza kununua simu nzuri sana, aidha ukanunua simu milioni 3, lakini ukitoka nayo tu dukani ukiishika mkononi mwako, pale hauwezi ukaiuza milioni 3 tena, bali utauza kwa kiwango kidogo cha chini. Ifahamike sasa ya kwamba wewe mwanadamu unayenitazama, thamani yako huwa haishuki. Thamani yako huwa inapanda na kuongezeka. Lakini ukiona mwanadamu anajiona hana thamani katika dunia hii, ujue yeye ameamua kujiona sio wa thamani. Na ukijiona wewe sio wa thamani, hauwezi ukaleta matokeo. Hauwezi ukawa wa thamani kwa sababu wewe umejikataa na kujiona sio wa thamani. Nataka nikwambie wewe ni wa thamani sana sana sana. Kama ilivyo ardhi ambavyo haishuki thamani, inapanda thamani, ndivyo ambavyo ulivyo wewe. Kumbe mpaka hapa ningekuwa mimi ni wewe, ningeacha kujilaumu, ningeacha kujikataa, ningeacha kusema Mungu sasa hii ina maana gani? Mungu mbona kama unanitelekeza? Mungu mbona mimi ninaachwa? Mungu sijui ni maidia. Wewe ni wa thamani kupita vile uwazavyo. Tunaenda katika mfano wa kwanza. Huu mfano ulio hai kabisa. Maandiko matakatifu ninaposoma ile Mwanzo 3:17, maandiko matakatifu yanapata kuniambia namna hii. Inasema, akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Sasa swali la kujiuliza ni ili hapa. Kosa lilikuwa ni kwa Adamu. Sasa kwa nini Mungu hamlani Adamu, bali Mungu anaenda kulani ardhi? Mungu anaenda kusema na ardhi, Adamu, kwa sababu umefanya kilile jambo ambalo nilikuambia usifanye, umekula matunda ya mti ambao nimekuagiza usiale. Sasa kuanzia leo ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Sasa unaweza ukajiuliza, hivi Mungu, yani wewe umekosea wewe, alafu Mungu anasema kuanzia leo kaka wa madhabahuni, kwa sababu umenikwaza, hili kochi limelaaniwa kwa sababu yako. Sasa mimi na kochi tunaingiliana vipi? Hujanielewa. Kwa kuwa umekosea wewe, kuanzia leo laptop imelaaniwa kwa ajili yako. Sasa mimi na laptop tunaingiliana vipi? Lakini Mungu alitambua ya kwamba mwanadamu siku zote na ardhi, mwanadamu siku zote na udongo ni vitu ambavyo viko vinafanana. Nikilani ardhi ni sawasawa nimemlani Adamu, nikilani ardhi ni sawasawa nimemlani Adamu. Sasa ndio hapo ambapo Mungu anasema kwamba Adamu, kwa kuwa ya kwamba umefuata maagizo ya kwako, vile ulivyosikia ndani yako, vile ulivyoona sawa, basi kuanzia sasa mimi nailani ardhi. Ndipo Mungu akashuka na kulani ardhi. Na hapo ndio maana mtu wa Mungu, uchungu wa mwanaume siku zote ni katika kutafuta kwa jasho.
Hata hapo unaona niko ninahubiri na nguluma, yote hiyo ni jasho. Unakuta mwanaume anajituma hivi na hivi, yote ni jasho. Lakini sio kana kwamba alilaniwa mwanaume, bali Mungu alilani ardhi. Alipolani ardhi, popote ambapo utakanyaga. Na ndio maana unakuta ufanikiwi. Unakuta kila udongo unaoingia, kila mahali unapokanyaga, ni kwa sababu kuna tamko lilitamkwa katika ardhi. Na ile ardhi popote ambapo unakanyaga, kwa sababu uko na uwiano nao. Na hiyo ndio maana imekuwa ni shida katika maisha yako. Sasa kwa nini Mungu alani ardhi? Nikakwambia kwamba kuna muunganiko mkubwa sana katika ulimwengu wa roho, katika ardhi na wewe. Na hii ndio sababu unakuta hata mchawi, unakuta anasema nenda kaibe mali atapokanyaga. Unakuta umekanyaga, umeacha alama yako chini. Wanakuja wanachota pale alama yako ya chini, wanaanza kufanya mambo yao. Walichochota ni ule udongo katika pale chini. Walivyochota ule udongo pale chini, wakifanya mambo yao yanakukuta kweli. Sasa unajiuliza swali, kuna uingiliano gani kati ya mahali ulipokanyaga na wewe? Kuna uingiliano gani? Nataka nikwambie, katika dunia hii ukitaka kumiliki ndoa nzuri, usianze kuzungumza na kitu kingine. Zungumza na ardhi uliopo. Katika hii dunia ambayo tupo, unataka kumiliki kazi nzuri, zungumza na ardhi ambayo tupo. Sasa usianze kuzungumza na mambo mengine. Zungumza kwanza na ardhi ya mahali ulipo. Unapozungumza na ardhi ya mahali ulipo, utaweza kupata majibu. Haleluya. Sasa ukienda unakuta kuna mtaa fulani. Huu mtaa ukienda kuangalia, sio kana kwamba watu wa pale wanalaana. Hata kama ukienda mtu mwenye kibali, ukiingia katika ule mtaa, my dear, hata wewe unakuwa kama miongoni mwa wale wenye laana. Unaenda kwenye mtaa fulani na watoto wako walikuwa na akili nzuri sana. Walipoingia katika ardhi ya mahali pale, unakuta ardhi ya mahali pale yenyewe inazalilishaga tu matokeo ya kwamba yoyote atakayekanyaga mahali pale na kukaa mahali pale, atakuwa ni mtu wa kuzalia nyumbani. Atakuwa ni mtu wa kukosa biashara, atakuwa ni mtu wa kukosa. Na ndio maana kuna mitaa mingine ukiingia, unakutaga hakuna mwenye mafanikio, hakuna aliyofanikiwa. Unakuta mahali wa pale vijana wote wavuta bangi, unakuta mahali pale vijana wote ni malaya. Yani hakunaga kazi nyingine yoyote. Ni ardhi ya mahali pale, ile laana iko inatembea mahali hapo, ya kwamba huu mtaa hakuna mtu kupiga hatua. Sasa unaweza ukakutana na wachungaji wengine wakakwambia kwamba hiyo ni madhabahu ya kwenu. Ninaona madhabahu ya kwenu iko inakudhoofisha. Yani ninaona hii ni madhabahu imetoka upande wenu. Sio kana kwamba imetoka upande wenu. Kuna saa nyingine ardhi ya mahali ulipo, ukitapo ikanyaga, utapojiconnect nayo, utapokea matokeo yake ambacho yale walisemea wazee mahali pale. Kuna majira mengine, kabla hujaingia kwenye nyumba yoyote ama kwenye ardhi yoyote, kwanza zungumza na ardhi ya mahali pale. Usikulupuke tu kuingia. Mfano mdogo ni huu hapa. Kuna mwanangu mmoja akapataka kuniambia, baba, mume wangu amebadilika sana. Akaniambia, baba, mume wangu amebadilika sana. Nikamuuliza kwa nini amebadilika sana? Akaniambia, baba, yani simuelewi, hakuaga hivi. Yani toka tumehamia mahali pale, toka tumehamia kwenye ile nyumba, yani kila itopo leo ni vita. Hatuna maelewano kabisa. Mpaka najuta kujenga. Kwa nini tumejenga? Wakati tulipokuwa tumepanga tulikuwa tunaishi kwa amani. Lakini toka tumekuja sehemu yetu ambapo Mungu ametupatia, tumekuwa hatuelewani na mume wangu. Kila itopo leo tumekuwa tukigombana. Nikasema sawa mwanangu, Mungu atanipa kibali, nitakuja mahali hapo kuomba. Basi nilivyomwomba Mungu, nikawa nimepewa siku 3 kwa ajili ya kwenda mahali pale kuomba. Nilipofika mtaa ule, katika kukaa katika ile nyumba, my dear, pale ndani palikuwa pako na amani shwari. Lakini sio pale pale tu, mpaka majirani unakuta vurugu ni mtindo mmoja. Unakuta mahali pale sijui mwanamke ameachiwa nyumba. Unakuta mahali pale unasema pale yule mwanamke alikuwaga na bwana yake alimwachia nyumba, aliamua ondoke. Yani ndio historia ya mahali pale. Nikasema mwanangu, ardhi ya mahali hapa isadiki kukaa na mwanaume. Ili tuweze kutengeneza, lazima tuvunje maagano yao ambayo wamesema katika ardhi. Kama walinena, basi na sisi tutabiri juu ya ardhi hii. Kuna majira mengine unaweza kuona mume wako ya kwamba hakupendi, lakini sio kana kwamba hakupendi. Mahali ambapo mpo kuna nini? Sio niko ninaloweka mahali hapo. Kuna mitaa mingine ukiingia unakutaga ni mitaa ya wajane. Yani hapo wamefululizaga wajane. Hakuna mtu mwingine, ni wajane wamekuwa wameongozana. Yani ukikaa mahali hapo ni wajane tu. Unaweza ukasema Mungu yuko wapi? Hapana, sio Mungu yuko wapi, ardhi ya mahali hapo. Kuna mitaa mingine ukienda watoto wanaishiaga form 2. Yani ardhi ya mahali hapo imesadiki form 2 mwisho. Yani hiyo ndio elimu ya juu.
Watoto wako walikuwa na akili sana, walipofika mahali pale form 2 wanaanza kusumbua. Unaanza kujiuliza ni nini? Ardhi. Usiangalie tu watoto wako, angalia kuna mitaa mingine ukienda, angalie vizuri mahali ulipotokea, unakuta hakuna kijana aliwahi fanikiwa mahali hapo. Wote ambao kwenye huo mtaa aliyofanikiwa anaendeshaga pikipiki. Aliyofanikiwa mtaa huo hakuna. Kuna mitaa mingine ukiingia hakuna aliwahi kuolewa. Ukiolewa, kama umebahatika kuolewa, utakaa siku 3 ama mwaka mmoja, mwisho wa siku narudi nyumbani. Ni ardhi ya mahali hapo inasadiki watu wa mahali hapa hakuna kuolewa. Na hii ndio maana ninasema kuna saa nyingine, ili uweze kuleta matokeo katika maisha yako, zungumza na ardhi. Usiishie tu kusema Bwana mbona unioni? Zungumza na ardhi. Nisikilize mtu wa Mungu, tuna 99% ya kubadilisha maisha yetu, alafu Mungu ana 1% ya kuweka tutiki kwenye maisha yako. Sasa ujinga na upumbavu ni upi ambao tumefanya? Tumempa Mungu 99% ya kukamilisha maisha yetu, alafu sisi tumebaki na 1%. Na hii ndio maana ninaposoma maandiko nasema kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu mwenyewe, bali jawabu la ulimi latoka kwa Bwana. Kumbe wewe ndio una 99% za matokeo ya maisha yako, alafu Mungu anakuja kuthibitisha kile ambacho umeandaa kitokee kwenye maisha yako. Lakini wengi tumepotea kwa sababu tunapenda kuombewa. Niombe, yani napiteri, niombe, napiteri. My dear, nisikilize vizuri. Mwanamke aliyotoka kwa damu kwa miaka 12, huyu mwanamke akusubiri aombewe, huyu mwanamke akusubiri kitu chochote, lakini yeye alitengeneza imani ya kwamba nitakapogusa pindo tu mimi napona, nitakapogusa pindo mimi napona. Sikiliza vizuri, nitakapogusa pindo la huyu mwanaume mimi napona. Kumbe kuna saa nyingine imani yako unapoanza kuzungumza na ardhi ya mahali hapo ina uwezo wa kuleta matokeo. Sasa wengi tumekalili ya kwamba nitakapowekewa mkono kichwani ndo nitapokea. Yule mwanamke akuwekewaga mikono kichwani, yule mwanamke alijua kutengeneza imani. Nami siku ya leo ninakwambia kwamba tengeneza imani ndani yako. Anza kuzungumza na ardhi ya nyumba yako, anza kuzungumza mahali ulipopanga, anza kuzungumza mahali ambapo umefungua biashara yako. Nenda mahali pale, anza kuzungumza. Sio lazima ukachukue maji uanze kumwaga, sijui mafuta ya upako uanze kumwaga. Kuna majira mengine unapokaa na kuzungumza tu, unajiingiza connected, ninajiconnect mahali hapa. Hakuna mtu ambaye atarahisisha maisha yako kama wewe hujaamua kuyarahisisha maisha yako. Nisikilize mtu wa Mungu. Sasa ninaenda mbele kidogo katika mfano namba 2. Unaweza kusema mfano namba 2. Mfano namba 2 utasoma Yohana 8:8 hadi 10. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nimesema ukisikia neno nchi basi elewa ya kwamba imezungumziwa ardhi ama udongo. Inasema akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja. Yesu akajinua asimuone mtu ila yule mwanamke. Sasa hapa yamkini huko unasema sasa hili andiko linamaanisha nini? Wacha nikufafanulie kidogo kwenye history. Maandiko matakatifu yanapata kuniambia kwamba kuna watu ambao walimkuta mwanamke akizini, wakamshika wakampeleka kwa Yesu moja kwa moja. Walipofika kwa Yesu wakapata kumwambia kwamba Torati imesema kwamba tukimkamata mtu anazini tumpige mawe mpaka kufa. Walienda kumwambia Yesu namna hiyo, lakini lengo lao halikuwa kwenda kwa Yesu, walitaka kumtakia Yesu kitu fulani ili akitetea wamshtaki ya kwamba amekiuka amri, amekiuka sheria. Walipompelekea Yesu, Yesu akawaambia ya kwamba asiyekuwa na dhambi basi anyanyue jiwe na ampige mwanamke huyu. Asiyekuwa na dhambi basi anyanyue jiwe na awe wa kwanza kumpiga mwanamke huyu. Lakini Yesu alivyosema vile, bado wale watu wakawa wako wanazozana, wakiendelea kubishana naye. Basi Yesu, maandiko matakatifu yananiambia kwamba akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Ina maana Yesu akainama akaandika katika kidole chake katika nchi, akaandika taarifa nyingine za yule mwanamke. Sikiliza ya kwamba anasema nao waliposikia wakashtakiwa dhamiri zao. Sasa kinachonichanganya ni kitu kimoja. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba Yesu akainama katika ardhi akaandika pale chini
chini ya kwamba akabadilisha taarifa za yule mwanamke ya kwamba walimwona amefumaniwa, wakasema huyu tumemkuta akizini, inatakiwa apigwe mawe mpaka kufa. Ina maana yale maneno kuna historia iliandikwa yule mwanamke chini, lakini Yesu akabadilisha historia ya yule mwanamke, akaanza kuandika upya pale chini. Maandiko matakatifu yanapata kuniambia nao waliposikia wakashtakiwa dhamiri zao. Sasa cha kuchangaza ni nini? Kinachonishangaza sana ni nini? Ninapoingia rohoni, ninamuuliza roho wa Mungu, ninasema hivi, Mungu, kuandika na kusikia mbona kama viingiliani? Yaani wewe mtu ameandika chini alafu anasema waliposikia. Sasa mimi ningejua ya kwamba Yesu alipoandika wangesema aliposoma. Waliposoma wakashtakiwa dhamiri zao, lakini maandiko yananiambia kwamba waliposoma, yanasema waliposikia. Sasa unajiuliza swali, Yesu ameandika, kwa nini wasikie? Haujanielewa nini ambacho niko nasema. Nasema mtu wa Mungu, bado hujanielewa nini ambacho nasema. Anasema ya kwamba, anasema Yesu na mimi alikaandika chini katika nchi ama katika ardhi. Alipoandika na wao wakasikia. Mimi nilijua nasema waliposoma. Hujanielewa. Kuna watu watakuja kukushtaki kwenye maisha yako. Kuna watu wanakuja kukushtaki hakuna kupata mtoto. Wameandika taarifa hizi ya kwamba hakuna kupata mtoto. Kuna watu wanakushtaki kwa maneno ya uongo. Kuna watu wanakushtaki katika uchumi wako. Nasema umezungumza nao sana. Yamkini Yesu akabishana nao sana alipokuwa anawaambia ya kwamba asiyekuwa na dhambi ndio awe wa kwanza kumpiga jiwe. Wakabishana naye, lakini Yesu akajua ya kwamba ujanja wenu uko katika ardhi. Nitakapoandika katika ardhi, nanyi mtatetemeka na mtaondoka mahali hapa. Na hiyo ndio maana Yesu akashuka chini akaandika katika ardhi. Alipopata kuandika katika ardhi, nao wakasikia. Waliposikia wakaondoka mmoja baada ya mwingine. Yesu anakuja kuinuka, anamkuta yule mwanamke peke yake. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kuna watu wengine itakiwi kusemezana nao. Wanakunenea ubaya, sawa. Wameandika taarifa zako mbaya mtaani, sawa. Wanasema wewe ni malaya, sawa. Yani wamekuchafua jina lako, sawa. Haitakiwi ubishane nao kwa kinywa. Yamkini katika kinywa unaweza ukateleza. Ambapo utateleza, yamkini ukajishushia heshima yako. Nami natangaza kwa mamlaka, unaweza kuandika habari zako upya, ukashika ardhi ya mahali hapo, ukasema kuanzia sasa ardhi hii, taarifa zozote zisizokuwa za kwangu, zile ambazo zimepangwa na mwanadamu, nami nasiondoa. Ninaandika taarifa zangu vile Mungu alivyonijua kabla ya misingi ya dunia kuwepo, ndivyo ambavyo nikawe. Lakini watu wengi sana leo tunapenda kusemezana kwa midomo, na hii ndio maana vita vyetu tumekuwa tukishindwa, tukipigwa, kwa sababu hatujui mambo ya ulimwengu wa roho, kwa sababu tumekuwa tukipambana katika midomo. Nataka nikwambie, waliokuwa na ufahamu walipopewa taarifa mbaya hawakudili kujichukia, hawakudili kujikataa, walienda kusema na ardhi, kwa maana ardhi ina maamuzi ya kwamba inaweza ikakuinua, inaweza ikakuzika, kwa maana katika ardhi, maidia, ndimo baraka pia zitokapo. Yesu akasema ya kwamba mwanadamu, mimi siwezi nikabishana na wewe, wewe ni mavumbi tu. Kwa nini nibishane na wewe? Wewe kwangu ni kitu kidogo. Sasa ninabadilisha taarifa za huyu mwanamke. Yesu akainama chini, ana maandiko yananiambia akainama tena chini, akaandika katika nchi, akabadilisha taarifa. Zile taarifa zako ambazo wametangaza kwenye maisha yako, wamenena kwenye maisha yako, yamkini kuna vitu ambavyo wamenena, wametabiri kwenye maisha yako, navyo vimekuja kama kukuangamiza. Ninasema siku ya leo, badilisha taarifa zako. Unaweza ukashika ardhi nawe ukaanza kutabiri mambo yako, ukaanza kutabiri mwonekano wako, ukaanza kutabiri safari yako, ukaanza kutabiri hata hatua za watoto wako. Nisikilize, unajua kuna saa nyingine, kuna baadhi ya shule ukipeleka watoto, unakutaga hiyo shule kila mwaka kuna watoto wanakufa. Hujanielewa. Kuna shule ukipeleka watoto, unakuta kila mwaka watoto, kuna watu wanadondoka. Unakuta sijui mtoto wa nani mwenda wazimu, sijui nani hivi. Kwa sababu watu katika mashule yao, kuna wengine wanafanya biashara, wamechinja mang'ombe. Kuna wengine wamefanya biashara, wamechinja vitu katika ardhi. Na hii unakuta mtoto wako yuko na nyota. Alipoingia shuleni tu, mara mtoto wako akaanzaga kudondoka kifafa. Sio kana kwamba alizaliwa na kifafa, lakini watu wanaanza kutumia kipawa chake. Unakuta anaanzaga kudondoka. Hakuaga anadondoka, lakini inamkuta from nowhere tu anaanza kudondoka. Kabla hujampeleka mtoto shuleni,
kuna nyakati inabidi uwe mjanja sana. Unapoingia katika ardhi ya hiyo shule ambayo unasema mtoto wangu mahali hapa nataka ingie, unapokanyaga unaanza kutabiri ya kwamba hii ardhi kuanzia sasa haitakuwa laana kwa mtoto wangu. Ardhi hii kuanzia sasa haitakuwa laana kwa mtoto wangu. Ardhi hii itambariki mtoto wangu na kuinua. Haijalishi mahali hapa wamefanya maagano gani. Ninalolijua mimi ni agano la Mungu peke yake. Nami naweka agano hapa, maana maandiko yanasema mtokapo na mwingiapo nanyi mtapamiliki. Nami natangaza ninapamiliki hapa kwa damu ya Yesu. Nami ninapamiliki kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kuanzia sasa watoto wangu watapokanyaga katika shule hii, nao watabarikiwa, nao watakuwa vichwa. Miongoni kama kulikuwa kuna kafara ambazo mimi sijui, ninatangaza nguvu ya Mungu ikashuke katika ardhi, ikatambue watoto wangu na ardhi hii ikawainue. Nisikilize mtu wa Mungu, kuna majira mengine tunaweza tukawalaumu watu, kumbe ni sisi hatujui vitu katika ulimwengu wa roho. Ninasema kuna sababu bado hujanielewa. Kuna majira mengine tunaweza tukawalaumu watu, lakini kumbe ni sisi hatujui mfumo nini ambacho tufanye. Unajua katika dunia hii ambayo tupo, watu wanawekaga visababishi, alafu wao wanajificha nyuma ya vile visababishi. Unakuta umeweka kisababishi kwa mmeo ya kwamba mme wako ni mlevi. Unachoangalia wewe kile kisababishi, ile pombe, ya kwamba mume wangu mimi ni mlevi sana, yani ni mlevi kupindukia, hata haya mambo anayatenda kwa ulevi. Wanawekaga visababishi, lakini wao wanakuwa nyuma ya kile kisababishi. Unakuta watu wamekaa nyuma ya pazia, lakini mbele ya pazia wameweka pombe, mbele ya pazia wameweka bangi, mbele ya pazia wameweka umalaya, mbele ya pazia wameweka jambo fulani. Unakuta mtoto wako anaanguka, anazidi kufeli, mume wako anapotea, unabaki kusema bangi mbaya, bangi. Hapana, watu ambao unapigana nao wako na akili timamu, wako na uwezo wa ajabu. Na hii ndio maana hata Mungu akanituma mahali hapa nije kukupa fungo hii uweze kufanikiwa kwenye maisha yako. Kuna majira mengine usiangalia ulevi wa mume wako ya kwamba mume wangu amekuwa ni mlevi kupindukia. Kuna majira mengine inama katika ardhi, futa ile tabia, mwambie Mungu kama uisivyo, nami ninaishika ardhi hii kuanzia sasa. Mume wangu hatakuwa mlevi. Popote atakapokanyaga, ninatangaza uwepo wako Mungu kaonekane. Popote atakapokanyaga katika ardhi hii kamkubali na kumbariki. Nisikilize, maandiko matakatifu yanasema ya kwamba imani pasipo matendo ni sawasawa imekufa. Leo tupo watu tunaomba sana, lakini hatuna matendo ya imani. Nasema leo tumejazana makanisani, lakini hakuna matendo ya imani. Na hiyo ndio maana umekuwa kila itapo leo umekuwa ni mtu wa kumuuliza Mungu, ili pito litaisha lini? Mungu, ili tatizo litaisha lini? Mungu, hichi kitu kitaisha lini? Ni kwa sababu hatuna misingi, hatuna tendo. Waliofanikiwa ni wale ambao wanafanya matendo ya imani. Na ndio maana mchawi alipotaka kuharibu maisha yako, wakasema nenda mahali pale alipokanyaga. Ukienda mahali pale alipokanyaga tu, kachukue nyayo yake. Ukichukua nyayo yake, yale mavumbi yalete. Ile ni tendo. Alianza kwa tendo, akachukua, akalishika tendo, akapeleka. Alafu kilichofuatia maneno. Lakini wewe umekuwa na maneno lakini huna matendo. Ili ufanikiwe lazima kuwa na matendo. Ili jambo ambalo unaomba liweze kutimilika, make sure unafanya imani iliyokuwa na matendo. Napendaga kuambia watu, lakini watu wanabishaga sana. Adui unayepigana naye sio mjinga, ni ana akili sana. Na hiyo ndio maana ukizembea anaweza akashinda vita anayokupiga. Adui ambaye unapigana naye sio mzembe. Sio mzembe kama unavyojua wewe. Ni mtu ambaye yuko na akili zake tashi. Yuko na akili zake vizuri sana. Usipokuwa vizuri pia katika ulimwengu wa roho, utaishia kupigwa vita mpaka kieleweke. Utapigwa vita mpaka kileweke. Lakini nami natangaza mahali hapa kwa mamlaka. Ninasema kama yule mwanamke, kusudi lao walikuwa wanaenda Yesu ili waweze kumshtaki. Kama ambavyo wewe wamekushtaki ya kwamba hakuna kupata uzao, hakuna kupata mume, hakuna kuolewa, hakuna kufanya biashara ya ongezeko, hakuna kufanya jambo lolote kwenye maisha yako likafanikiwa. Nami naenda kinyume nao. Nasema katika ardhi hii, na wewe sema ya kwamba kufanikiwa ni sehemu yangu katika ardhi. Ardhi ninaomba ukanibariki na kuinua. Popote nitakapo kanyaga nitapamiliki. Na ardhi utakuwa chini yangu ukinibariki na kuniinua. Haujanielewa. Sinasema haujanielewa. Maandiko matakatifu yanasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, aende akatawale.
akatawale. Ina maana chochote ambacho kinamea katika ardhi ukitawale. Chochote ambacho kipo katika ardhi uweze kukitawala, kwa maana wewe ndio ardhi wa kwanza wa kutawala chochote ambacho kinatoka katika sehemu yako. Sasa kwa nini utawali? Ni kwa sababu huzijui mbinu. Sasa kuna vitu vingine ili tuweze kufanikiwa, sio kulia sana ndio unaweza ukafanikiwa na kupona. Kuna saa nyingine ukilia sana ndio kwanza unajiongezea mzigo na mateso. Yaani sio kana kwamba kulia ni solution. Unajua wengi tunapopitia machungu tunakimbilia kulia. Sijasema usilie. Kuna majira mengine, tafuta mali, nenda kalie. Lia. Mfano namba 3. Mfano namba 3 utaenda kusoma katika Luka 22:44. Sasa wengi wameishia neno hili hapa wakisema kwamba kwa kupigwa kwake Yesu nasi tumepona, na ndio maana damu ilimwagika pale msalabani. Nataka nikwambia kwamba yamkini hili neno likawa ni mara yako ya kwanza kulisikia. Ukombozi wa Yesu kuja kutukomboa haukuanzia msalabani. Narudia tena kwa mara nyingine tena. Ukombozi wa Yesu kuja kukomboa haukuanzia msalabani. Ila msalabani ulienda kukamilisha, lakini haukuanzia msalabani. Si niko naeleweka vizuri? Haukuanzia mahali pale. Haukuanzia mahali pale. Hakuna kitu ambacho Mungu ambacho hawezi kukiacha kwenye maisha yake kama kile kitu alichokipenda na kilichomwamini. Maandiko matakatifu yanapata kutambia kwamba kama vile Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akaamua amtoe mwanawe wa pekee, kwa kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kumbe Mungu hakumtoa Yesu kwa ajili ya watu wote, bali alimtoa kwa wale waliomwamini. Sasa Mungu, maandiko yanasema kama vile Mungu alivyoupenda ulimwengu. Ina maana kumbe Mungu, maandiko yanasema kama Mungu anavyoupenda. Ina maana alivyo, hii ni kauli ambayo inaonesha ni nyuma. Yaani hii kauli inamaanisha nyuma. Vile Mungu alivyopenda ina maana ni nyuma. Sasa ulimwengu ulianzia wapi? Tunaona Mungu katika bustani ya Edeni anapomweka pia Adamu. Anasema kama Mungu alivyoupenda, ina maana toka katika kipindi cha Adamu Mungu anaupenda ulimwengu. Sasa nitakucheka sana wewe na mchungaji wako ambao unasema mimi siupendi ulimwengu na ukataa ulimwengu. Utakuwa ni mjinga na mpumbavu. Mungu mwenyewe anaupenda ulimwengu, alafu wewe na mchungaji wako mnakataa ulimwengu. Haleluya. Mungu anaupenda ulimwengu, alafu wewe unakataa ulimwengu. Anasema kama vile Mungu alivyopenda ulimwengu hata akaamua mtoe mwanawe pekee kwa kila amwaminie, kwa kila amwaminie. Sasa tunaona upendo wa Mungu ulianza toka kipindi cha Adamu pia. Yuko na upendo, Mungu anaupenda ulimwengu. Licha ya kulaani ardhi, ya kumwambia Adamu kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako nami nimerani ardhi kwa sababu yako. Lakini Mungu bado akawa na upendo. Na hii ndio maana ninakuambiaga binti yangu mzuri, usiumie kichwa. Mwenye upendo anaweza katenda neno baya, anaweza kaongea kitu kibaya, lakini mwisho wa siku atajirudi kwenye maisha yako. Nasema alio na upendo na wewe sabiti, mtu wa Mungu. Kuna nyakati anaweza kapata hasira, anaweza kaongea neno baya, lakini iko siku atarudi na kunyenyekea tena. Na hii ndio maana Mungu, maandiko matakatifu yanapata kuniambia kipindi cha nyuma Mungu alikuwa amempenda Adamu sana. Mungu akalaani ardhi, lakini Mungu akaona sio vyema, akaamua mlete Yesu pia kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Na hiyo ndio maana ninaposoma katika ile Luka 22:44 maandiko matakatifu yanapata kuniambia naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, heri yake ikawa kama matonye ya damu yakidondoka katika nchi. Hapa ninapata kumwona Yesu katika bustani ya Getsemani. Wakati Yesu machungu anasikia machungu ndani yake, yupo katika bustani, hayuko katika sehemu nyingine, bali yuko katika bustani. Lakini ninaporudi kwenye mwanzo, ninamkuta Mungu yupo katika bustani ya Eden, lakini katika huku Yesu ninamkuta katika bustani ya Getsemani. Na namuona Mungu akisema ya kwamba katika bustani ya Eden ardhi imelaniwa kwa sababu yako Adamu, lakini huku ninamwona Yesu anasema naye akawa katika dhiki kuu akizidi kuomba, heri yake ikawa kama matonye ya damu yakidondoka katika nchi. Ina maana yakianguka katika ardhi. Kwa nini Yesu alikuwa anasikia uchungu? Ni kwa sababu ya kwamba anakumbuka katika bustani ya Eden alilaani ardhi, analia kwa huzuni mpaka jasho linakuwa kama matonye ya damu. Hiyo ni kwa sababu ya kwamba anajuta ndani yake ya kwamba nililaani ardhi kwa sababu
sababu ya mwanangu, nililani ardhi kwa sababu ni animpendaye. Na hii ndio maana nataka nikwambie mtu wa Mungu, maandiko matakatifu yanapata kuniambia Yesu yupo katika bustani ya Getsemani. Sikiliza, hakuwa sehemu nyingine, yupo katika bustani ya Getsemani. Anasikia uchungu ndani yake. Wakati anasikia ule uchungu ndani yake, anakumbuka yale maneno yamkini alivyolani ardhi kwa sababu ya Adamu. Na hiyo ndio maana Yesu anasikia uchungu ndani yake, mpaka heli yake inatoka kama matonye ya damu yakishuka katika ardhi. Kumbe Yesu, jambo la kwanza anapokuja katika dunia, hakuja kukomboa pale msalabani, alianza kwanza katika ardhi, kwa maana alijua ya kwamba Mungu kule mwanzo analani ardhi. Ndio maana Yesu mahali hapa anashuka katika nchi, katika ardhi, naye anaanza kuomba. Anavyoendelea kuomba, anakuta heri yake ikianguka chini kama matonye ya damu. Kumbe damu haikuanzia pale msalabani, damu ilianzia hapa katika bustani ya Getsemani. Na hii ndio maana nakwambia, kuna majira mengine usipapatike kuombaomba ovyo. Kuna majira mengine inatakiwa ushuke, upige goti katika ardhi ya mahali hapo, useme ardhi ya mahali hapa, kuanzia sasa sitakuwa tasa, kuanzia sasa sitakuwa mgumba, kuanzia sasa sitaferi, kuanzia sasa ardhi ya mahali hapa, pesa itakuwa ni sehemu yangu, mafanikio yatakuwa sehemu yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ifahamike ya kwamba mahali ambapo naiona ikulu leo, hapo zamani palikuwaga pana miti mikubwa. Sasa katika hiyo miti mikubwa, hatujuagi palikuwa na maagano gani. Mahali ambapo umejenga nyumba yako leo, hatujui hapo nyuma palikuwaga pana nini. Yamkini palikuwaga na mti ambao wazee wanakaaga mahali hapo, wanazungukaga, wanafanya ibada zao. Na ndio maana toka umeingia hapo, hakunaga kulala usingizi. Ukilala usingizi unaotaga ni ngumi. Ukilala usingizi mahali hapo ni ndoto za ajabu. Toka umehamia kwenye hiyo nyumba, kila siku wewe na mume wako ni vita. Kuna majira mengine natakiwa uiname, ushike ardhi ya mahali hapo na uanze kuitakasa na kuibariki. Unaposimama na kuitakasa na kuibariki, kuna nafasi nyingine unaweza ukaenda, kuna nafasi nyingine unaweza ukakua. Na hii ndio maana Yesu tunamwona katika bustani ya Getsemani. Sasa kwa nini Yesu katika bustani ya Getsemani? Kwa nini? Na hii ndio maana napenda kukwambia kwamba tatizo lako ni dogo sana, ila ni kwa sababu umekutana na watu ambao hawajui. Wamekalijaga tu wenyewe, kila jambo ni kukuwekea mkono na kukwambia raba shakata roko shakata. Na hii ndio maana umeshindwa kufanikiwa. Mungu analaani ardhi katika bustani ya Eden. Yesu anakuja kulia na kusikia uchungu mkubwa kwa neno la Mungu alilokuwa na laani katika bustani ya Getsemani, huku Mungu katika bustani ya Eden. Napenda kukwambia kwamba chochote kitu kilivyofungwa ndivyo kinavyofunguliwa. Haujanielewa nini nasema? Kitu chochote katika dunia hii kilivyofungwa ndivyo ambavyo kinafunguliwa. Na hii ninakupa mfano mwingine tena. Dhambi inaanzia kwa mwanamke ambaye ni Eva. Alafu ninakuja kuona Mungu anajiuliza sana, wapi aende kuleta msaada ili dunia ije kukombolewa. Ninaona kuona nyoka anapeleka taarifa kwa Eva. Anamwambia eti Mungu amesema nini? Shetani anamtumia nyoka. Mungu akakaa mbinguni naye akajiuliza maswali mengi sana. Nami nataka nifungue dunia. Je, nianzie kupangua wapi mipango? Ninaona Mungu anaongea na malaika Gabrieli. Alipoongea na malaika Gabrieli, anasema nenda kwa mwanamke mmoja ambaye ni Bikira Mariamu. Haujanielewa. Kumbe dhambi inapatikana, shetani anamtuma nyoka kwenda kwa mwanamke. Ninakuja kuona Mungu anamtuma malaika Gabrieli kwenda kwa mwanamke. Na hii ndio maana nakwambia chochote kilivyofungwa ndivyo kinavyofunguliwa. Dhambi inapatikana mtini. Napata kuona ya kwamba Eva anachukua tunda mtini anakula, na dhambi inakuja kuishia mtini. Yesu anasulubiwa mtini. Chochote katika dunia hii kilivyofungwa ndivyo kinavyofunguliwa, chochote kile kwenye dunia. Sasa wengi tumedanganywa, tafuta 1 2 3 njoni kuombe, sijui nini njoni kuombe. Na hii ndio maana napenda kusemaga kwenye live zangu nyingi sana. Hata watoto wangu akileo nawaambiaga sana, tafuta baba, tafuta baba, tafuta baba. Na sio baba tu, baba anayetumiwa na Mungu. Ukiona kuna mtu roho yako inakufungukia sana, we babako, kamata hapo hapo, usiachirie. Lakini awe ni mtu akukupa neno, sio kila kitu akuombee. Huyo baba naye ipo siku atakufa. Akifa nani atakuombea? Baba siku zote ni kumpeleka mtoto wake katika njia impasavyo. Mfano wa baba yako wa kimwili
Achana na wa kiroho, wa kimwili. Baba yako wa kimwili hapendi upotee. Na hiyo ndio maana alishika fimbo, alikutandika. Kwa nini anakutandika? Ili uende katika njia njema. Na hii ndio maana nakwambia hata wewe mtu wa Mungu, katika baba wa kiroho pia tafuta baba mkali ambaye atajua kukuongoza ipasavyo katika njia njema ya mafanikio yako. Ungesema amina kama unanielewa? Sasa nini ambacho nakwambia mtu wa Mungu? Kuna majira ambayo tunapitia, tunaona kama Mungu hayupo kwenye maisha yetu. Sio Mungu hayupo kwenye maisha yetu. Elewa ya kwamba tuna 99% za sisi kuchagua vile tupendavyo tuwe. Mungu ana 1% kwenye maisha yako, kukamilisha kitu ambacho wewe utakuwa umekiandaa. Basi. Sasa wengi tumempa Mungu 99%, sisi tumebakia 1%. Na hii ndio maana nasema ya kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu mwenyewe, jawabu la ulimi latoka kwa Bwana. Ukitaka kujua hili, nakupa mfano mwingine tena. Yule mwanamke aliyotoka kwa damu kwa miaka 12 hakumpa Mungu 99%. Yeye alikuwa na 99%, bali Yesu akawa na 1%. Na hii ndio maana ndani yake alipoandaa moyo wake ya kusema, mimi nitakapogusa pindo lake tu, nitakapogusa, haijalishi wengine waliwekewa mikono, haijalishi wengine waliombewa vipi, lakini mimi nitakapogusa pindo lake nami nitapona. Alipoenda kugusa pindo tu, Yesu akahisi amepungukiwa kitu. Yesu aligeuka akamwambia, imani yako imekuponya. Lakini wengi hatuna imani. Kwa nini nasema imani yako imekuponya? Ni kwa sababu ile ni imani iliyokuwa na matendo. Akatoka nyumbani, alipotoka nyumbani akaja kugusa pindo. Ile ni imani inatengenezwa ndani yake. Hata wewe mahali ulipo kwenye tatizo unalopitia, unaweza ukasuka ukasema na ardhi kwa imani yako. Ukasema na ardhi, maidia, kuna milango inafunguka lakini imeshindwa kufunguka kwa sababu kila kitu unapenda upige magoti uombewe. Sema amina. Sema amina mtu wa Mungu. Barikiwa na Mungu akubariki. Wananiita kaka wa madhabahuni, wengine wanapenda kuniita Apostle Alex. Una uwezo wa kusubscribe katika akaunti yetu, una uwezo wa kushare, kulike na kucomment pia. Na Mungu akubariki. Una uwezo kwa unajiuliza, je, nawezaje kumpata kaka huyu? Una uwezo wa kuangalia namba ambazo zinapita hapo chini, na Mungu akubariki sana.